utangulizi, na sehemu ya pili itakuwa ni kodi ambazo zinazihusu taasisi ambazo sio za kiserikali, yaani za kiraia, haki na wajibu wetu, malipo ya kodi mbalimbali, pamoja na misamaha kama ambavyo alitangulia kusema kiongozi wa asasi hizi. Kwanza kabisa ni muhimu tukajua kwamba kodi ni mchango wa lazima ambao unafanywa na mtu yeyote ambaye ana kipato ambacho kinatokana na biashara, inaweza ikawa uwekezaji au ajira kwa serikali yake. Tunaposema kwamba kodi ni mchango wa lazima, haimaanishi kwamba ni shuruti, isipokuwa tunamaanisha umuhimu wa kodi tunazozilipa kwa serikali yetu. Kama tunavyofahamu, tunapochangia kodi hii kwa serikali yetu, inaisaidia serikali kuweza kupata fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali. Kupitia kodi ambazo tunazichangia, ndio maana tunaweza kuona miundombinu ya barabara zinajengwa, serikali inaajiri wafanyakazi ambao wanatusaidia katika kutoa huduma, na huduma nyinginezo zinaboreshwa kupitia hizo kodi zetu. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya sisi wenyewe kutembea kifua mbele, tukiamini kwamba kodi ambazo tunazichangia zinatusaidia katika kuboresha miundombinu ambayo inasaidia katika huduma zinazotolewa kwetu sisi, lakini pia kwa vizazi vyetu vinavyokuja. Lakini kama sehemu ya utangulizi, nipende kusema tu kwamba TRA ni taasisi ya serikali. TRA ni mali yetu sisi wenyewe, ndio maana tunao wajibu sisi watumishi wa serikali kuwapatieni huduma. Kulipa kodi, tunapokuja pale za TRA sehemu zozote zile tunapatiwa huduma. Ni wajibu au wetu sisi watumishi kuweza kuwahudumia, kwa sababu taasisi hii ni mali yenu. Ukifika huko utaratibu ambao tumeweka kuhakikisha kwamba unahudumiwa na unatoka umeridhika, na ikitokea kwamba hujaridhika, zipo hatua ambazo ndani huko unaweza ukamuona hata meneja wa mkoa, lengo ikiwa ni kusikilizwa na kuweza kutekeleza wajibu wetu. Nini majukumu yetu kama mamlaka ya mapato? Majukumu yetu ya mamlaka ya mapato ambayo tumekasimiwa na serikali kwa mujibu wa sheria ni kukadiria, kukusanya na kuwasilisha mapato ya serikali ili serikali iweze kupata hicho kipato na kuweza kutoa huduma mbalimbali. Lakini TRA inahusika na kuishauri serikali katika masuala yanayohusu kodi. Ndio maana tunachukua maoni na kuwasilisha wizarani ili iwe sehemu ya mabadiliko ambayo wanafanya kila mwaka kupitia bajeti ya serikali. Lakini kazi yetu pia nyingine ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu inayohusu kodi ili kuweza kuinua kiwango cha uelewa, na hivyo watu kuweza kulipa kodi kwa hiari na kuepusha faini na migongano isiyokuwa ya lazima. Na shughuli nyingine kama mamlaka ya mapato, tunayo shughuli ya kupambana na magendo na ukwepaji wote ule wa kodi. Ndio maana katika mipaka yetu na sehemu zingine vipo vituo vya forodha ambao wakati wote wanafuatilia kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo hazijalipiwa kodi au kuthibitishwa na taasisi mbalimbali za serikali haziingii nchini hadi pale ambapo inathibitika kwamba zinafaa kwa matumizi na taasisi husika zimethibitisha. Lakini pia nimekwisha eleza juu ya matumizi ya hizi fedha ambazo tunazilipa kama kodi. Hatupasi kunung'unika juu ya kulipa kodi, kwa sababu hizi kodi tunazolipa ndizo zinaenda kuboresha maisha yetu kupitia miundombinu. Lakini sasa tunapokuja kuzungumzia katika masuala ya asasi za kiraia, ndugu wahudhuriaji, asasi za kiraia tunazitambua kama asasi ambazo zinaanzishwa zikiwa na mwelekeo, inaweza ikawa ni dini au vikundi vya kijamii au mashirika au vituo vya kutoa msaada. Lengo lake kubwa sio kutengeneza faida, lengo lake ni kuweza kutoa huduma, kuhamasisha maendeleo kwa jamii, yawe ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Ndiyo maana katika sheria za kodi vipo vipaumbele ambavyo zile fedha ambazo tunazipata 25% inasamehewa ili iweze kuendesha shughuli za ofisi. Tunategemea 75% ya hicho kipato ziende zikafanye shughuli ambazo zimekusudiwa. Kama ni katika elimu, ziende zikafanye hiyo shughuli ya kuhakikisha kwamba masuala ya elimu yanaboreshwa. Ndiyo maana katika wasilisho la kiongozi hapa alisema kwamba fedha inayobaki imekuwa ikitozwa kodi. Lengo ni kwamba hiyo fedha ambayo tunaipata twende tukaitumie katika makusudi ambayo yamekusudiwa. Tumesema inakuja kuboresha elimu, iende ikashughulike na elimu.
tumesema inaenda kushughulika na uondoaji wa umaskini sehemu, twende tukazifanya zile shughuli kama tulivyoziwasilisha ili kuepuka kubaki na hela. Kwa nini? Kwa sababu tumekwisha eleza katika mawasilisho yetu kwamba tunaiambia serikali tunahitaji kwenda kupambana na changamoto ya maji. Basi twende tukachimbe hivyo visima, wananchi waone matokeo kwa kushirikiana na serikali yetu ili kuepuka kubaki na fedha, kwa sababu ile fedha tuliomba ikiwa na kusudi maalum, na kwa mujibu wa sheria inaeleza kwamba kiasi chochote ambacho kitakuwa kimebaki, ina maana kwamba hakijafanyiwa kazi ile iliyokusudiwa, kama msisitizo wa matumizi yake itatozwa kodi. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba tuzitumie ipasavyo kwa lengo lile ambalo tumeiambia serikali. Baada ya maelezo machache, basi nieleze wajibu na haki zetu kama walipa kodi wengine au kama asasi za kiraia. Kila mlipa kodi ambaye amesajiliwa na Mamlaka ya Mapato anao wajibu wa kuwasilisha taarifa kwamba mwanzoni mwaka unapoanza tunawasilisha makadirio yetu, na miezi 6 inapoisha baada ya mwaka ule kupita tunawasilisha hesabu kamili itakayoonyesha tulipata kipato kiasi gani na tulitumia kiasi gani, na kama hakuna kilichobaki, ina maana kwamba tumetumia kwa lengo lilokusudiwa, basi hapatakuwa na kodi yoyote ya kulipa. Lakini pia tunao wajibu wa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato kama hivi. Tunawashukuru kuweza kuita, naamini tunaendelea kuboresha mashirikiano kwa kadri fursa zinavyotokea. Lakini pia kama walipa kodi wengine tunao wajibu wa kudai risiti na kutoa risiti, na haishii tu kwenye upande wa wajibu, lakini pia tunazo haki zetu. Kupata elimu inayohusiana na masuala ya kodi kama hivi, kusikilizwa tunapohudhuria katika ofisi za TRA kupata huduma, lakini pia kupata huduma bora na kwa haraka, na kuhakikisha kwamba tunawahudumieni bila upendeleo. Lakini pia kuweza kupinga kodi. Kama kuna jambo lolote tumelitenda ndivyo sivyo, unaruhusiwa kupinga. Mtumishi wa TRA sio mtu wa mwisho katika maamuzi yote, unaruhusiwa kupinga na atakabidhiwa mtu mwingine kufuatilia na kutoa mrejesho. Baada ya kusema haki na wajibu, sisi kama asasi za kiraia tunao wajibu wa kuwasilisha kodi zingine. Tunaweza kuwa na wafanyakazi, kuhakikisha kwamba tunakata zile kodi ambazo zinahusiana na kodi za wafanyakazi na kuziwasilisha kwa wakati. Tusikate na kubaki nazo. Kuwasilisha hizo taarifa kupitia kwenye mtandao na kulipa. Lengo kubwa la kutobaki na kodi ya serikali ni kuhakikisha kwamba serikali inapata fedha ya kutumia. Kama tunakata kodi za zuio kama za pango, tuhakikishe tunaziwasilisha. Kama tuna wafanyakazi zaidi ya 10, serikali inaelekeza kwamba tuchangie kwenye mfuko wa kuendeleza ufundi stadi nchini, yani VETA, kwa 3.5. Tuhakikishe tunafanya hivyo. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja